wako Mtakatifu Baba unaenda kutufundisha maneno ya uzima ili tuweze kujua yaliyo mapenzi yako, hasa katika kibali chetu kilichoibiwa, kibali chetu kilichoharibiwa na kufanya maisha yetu yaharibike. Baba, ninajua na ninaamini ya kwamba leo ni siku ya kipekee na ni siku njema ambayo unaenda kuturejeshea kibali katika wewe na kibali kwenye uso wa ardhi na kibali mbele za wanadamu. Maana ndivyo ulivyosema ya kwamba ipo tutapata akili njema na kibali mbele zako na mbele za wanadamu. Naomba Roho Mtakatifu aliye mwalimu katika darasa hili, aliye mwalimu katika majira haya, akachukue nafasi ya kutufundisha ili tukaifahamu kweli ya neno lako, na hiyo kweli ikapate kutuweka huru ili tusiangamizwe kwa kukosa kuwa na maarifa. Naomba malaika wa ujumbe, malaika watawale, malaika wasimame kila kona, malaika wasimame kila upande, na Roho Mtakatifu yamimine maneno haya ndani ya moyo wa kila mmoja mmoja. Mimina maneno haya, mimina kwa baba yule, mimina kwa mama yule, mimina kwa kijana yule, mimina kwa binti yule, mimina kwa watoto wanyonyao. Mungu wa majeshi, hatutaki tuondoke mahali hapa kwa hasara, tunataka tuondoke kwa faida. Misiba yote tuliyokuja nayo tunatamani kuiacha madhabahuni pako ili tuweze kuondoka kwa ushindi mkamilifu. Baba, tunakushukuru tukiamini kwamba umesikia na umetenda kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kama ni za Bwana Yesu hazitoshi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si wa kawaida. Yesu si wa kawaida. Na kama sio wa kawaida, tunatakiwa tujue kwamba leo yuko hapa na ataendelea kuwa hapa na yuko hapa siku zote, na leo kuna kitu ametuandalia, kwa sababu haujafika mahali hapa kwa bahati mbaya. Nataka nikueleze kwamba kufika kwako hapa pia ni majira yako leo. Kama umekuwa ukifuatilia huko nyuma, nilikwambia kila jambo lina majira na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Sasa kama kila jambo lina majira, manake haya ni majira sahihi. Kuna kitu ambacho kinatakiwa kifunguliwe kwenye malango ya majira haya mchana wa leo. Na mimi nataka nikwambie kuna vitu vingi leo vitafunguliwa kwenye majira haya. Kwa hiyo hapa haujaja kwa bahati mbaya. Umekuja una msiba, umekuja una uchungu, umekuja una huzuni. Tegemea kwamba leo kuna kitu kutoka kwa Bwana katika maisha yako. Na mimi nataka nikuhakikishie, hautatoka kwenye ule mlango bure bila majibu ya mahitaji yako. Niamini Mungu. Niamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi moja kwa moja somo letu ni chanzo. Na tunaangalia kwa upande wa majira na nyakati za mtu. Kwenye majira na nyakati za mtu tumeangalia uhusiano wa majira na nyakati zako na kibali kilichoko usoni pa mtu na usoni pa nchi ama usoni pa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya hapo tulijifunza sawasawa na Mhubiri 3:1 ambapo anasema kila jambo lina majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Sasa nataka nikueleze kwamba kusudi linakuwa kwa nini kwa mtu. Amen. Majira ni ya Bwana. Na madarasa yaliyopita nilikwambia kwamba wakati ni wa mtu, majira ni ya Bwana. Kwa nini wakati ni wa mtu? Majira yanakuja, hamna mtu anayeweza kuya. Kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 10 mwishoni, tunaelekea 11. Labda tuseme kwa miaka ya nyuma sana, watu kidogo wenye umri fulani watakuwa mashahidi. Kwa miaka ya nyuma sana, huu ni wakati mvua zingetakuwa zimeanza. Si ni kweli? Lakini mpaka sasa hivi tunaingia mwezi wa 11 hamna mvua. Sasa kwa nini wewe na mimi tusifanye mvua ikanyesha? Ni kwa sababu majira ni ya Bwana.
kupumua kwetu, kwa sababu mvua zikinyesha tutatumia wakati huo kwenda shambani kulima na kupanda, kutumia majira sahihi. Mmenielewa? Wakati uko kwako unaweza ukautumia vibaya ama ukautumia vyema, lakini majira ni ya Mungu, ndiye anayeyaleta. Na tukisoma pia pale mwanzo anasema aliamuru nyakati na majira kwenye Matendo ya Mitume. Lakini ukisoma mwanzo pia akasema ile mianga miwili, mmoja utawale usiku, mmoja mchana. Hizo ndizo dalili za nyakati na majira. Amen. Kwa hiyo hizo ziko kwa Bwana. Lakini leo nitakufundisha jinsi ambavyo tunaweza tukalazimisha majira fulani yatimie. Tunaweza tukayafanya majira yatimie. Maana majira yapo, hata majira ya mwaka huu ya mvua. Nikikwambia hiki kitu unaweza ukashangaa. Majira ya mvua, labda niseme hivi, majira ya mvua ya mwaka huu yalikuwa ni mwezi wa 10. Lakini ni mwezi wa 11 hamna mvua. Tatizo sio la Mungu, tatizo ni sisi. Hivyo ambavyo tatizo ni sisi, ndivyo ambavyo tutagundua kwamba maisha yetu yameharibika. Na tatizo sio Mungu, tatizo ni sisi. Kwa sababu majira yanakuja na kupita, lakini yasipopata mtu wa kusimama kwenye ule wakati sahihi ili aweze kuyasababisha yadhihirike, yanapita. Na madarasa ya nyuma nilikuambia, na huko mbele tutaangalia, Joshua alisimamisha jua, kwa sababu jua ndilo linaloleta usiku na nini na mchana. Na nikakwambia ushindi wa kina Joshua ulikuwa wakati wa mchana, tena siku ile, sio jana yake wala sio kesho yake wala sio usiku. Kwa hiyo ina maana kwamba ule muda, manake jua likizama usiku unaingia na muda unasogea. Kwa muda ukisogea, manake ni kwamba ule muda wa ushindi wao ama wakati au majira ya ushindi wao yanapita. Na huwezi kusema nitafidia kesho, maana kesho inafunua ratiba za kesho. Mmenielewa? Kwa ule ukurasa ukifungwa, manake utautafuta. Madarasa aliyopita nilikwambia unautafuta kwa gharama nyingine. Yakiwa sahihi, ukiyapata kwa wakati sahihi, gharama ni za Mungu. Nitoe mfano. Mvua zikinyesha, tunachukua mbegu tunaenda shambani. Usipoenda shambani, kipindi hicho kitapita, utaona wenzako mahindi yameota. Huwezi tena kuchukua mbegu kwenda wapi? Shambani. Sio muda wake. Na ukipeleka yataharibika, hayatakutwa na zile mvua aina zile, kwamba kuna mvua za mwanzo, za ngapi na za kumalizia, si ndio? Sasa kitakacho kufanya ili na wewe uishi, inabidi utoe gharama kwenda sokoni kununua mazao. Lakini ungeenda shambani, ungetumia gharama za Mungu. Hivyo unanielewa? Nikawaambia kwamba majira na nyakati za mtu huwa zinakuja. Tulisoma katika Isaya 63 mstari wa 4, anasema kwamba siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Kwamba Mungu hata leo angesema mwezi wao niliowapa mvua umewadia, si ndivyo? Lakini nini kilifanyika kwenye Isaya 63 mstari wa 4? Nini kilifanyika kama kimekosewa? Anasema maana siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Nikatazama wala hakuna wa kusaidia. Kwa hiyo ili hayo mambo ambayo Mungu alishayatengeneza kwa kila siku, kila mwezi, kila mwaka, anahitajika mtu anayesimama ndipo yathibitike. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi 74:2, Zaburi 74:2, neno la Mungu linasema, anasema ulikumbuka kusanyiko lako ulilolinunua zamani, ulilolikomboa liwe kabila ya urithi wako, mlima Sayuni uliofanya maskani yako. Ulikumbuka kusanyiko lako ulilolinunua zamani. Zamani alishanunua, lakini hilo kusanyiko kwa wakati huo, wakati Daudi anaomba, linaonekana liko utumwani, japo lilikombolewa tayari.
Kwa hiyo Daudi ilibidi asimame akumbushe kile kilichofanyika ili kitimie kwenye majira yake. Na inawezekana wakati anakumbusha muda wake ulishapita. Kwa hiyo akaona kwamba kuna kitu hakiko sawa. Lakini hili jambo lilishatendeka. Kwa hiyo natakiwa nisimame nilifanye lirudi litokee kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia kuna aina mbalimbali za majira. Majira yanaweza yakaliwa, majira yanaweza yakageuzwa, majira yanaweza yakabadilishwa, majira yanaweza yakacheleweshwa, majira yanaweza yakaibiwa, majira ya mtu. Mwanzoni kabisa nilikwambia kuna majira ya taifa, majira ya kabila, majira ya ukoo, majira ya familia na majira ya mtu binafsi. Lakini nikakwambia tutabezi zaidi kwenye majira ya mtu binafsi. Ndio maana tulisema majira na nyakati za mtu. Amen. Nikasema majira na nyakati za mtu kwa sababu hata mkizaliwa mapacha kwenye familia moja, watoto mapacha, kila mmoja ana majira yake. Hata kama wamefanana mpaka mnashindwa kutofautisha kwamba yupi ni yupi, lakini kila mmoja ana majira yake. Na ndio maana hata watoto waliozaliwa pamoja wasichana, kila mmoja anaolewa kwa siku yake. Hakuna wanaume wanaotokea siku moja eti wote wanakuja kwenye familia wanasema kwamba nataka nikuoe, alafu anatokea na mwingine hapo wameshikana mikono kabisa kwa sababu wale ni mapacha. Wameshikana mikono wanasema kwa nataka nikuoe, na mwingine anasema na mimi nataka nimuoe huyu kwa sababu ni mapacha. Hamna. Sasa kwa nini isiwe hivyo? Kwa sababu kila mtu ana nini? Majira ya kwake. Baba ana watoto kwenye familia, lakini kila mtoto ana majira yake tofauti na mwingine. Na hiki ndicho kilichotokea kwa Esau na Yakobo. Ni mtu na ndugu, lakini uliona maisha yao ni tofauti hata mpaka leo. Labda wakati mwingine mama akifundisha masomo ya Israeli siku za Jumanne, wakati mwingine anaweza akawafundisha ule uzao wa Esau uko wapi kwa leo. Amen. Ni tofauti kabisa, ni watu wengine huko. Lakini uzao wa Yakobo ndio sisi. Ndio Israeli wa kiroho. Amen. Lakini ni watoto wa baba huyu. Mama moja, baba moja. Kwa sababu gani? Esau ana majira yake, Yakobo ana majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi tulijifunza kwamba majira yanatenda kazi kupitia malango. Kwamba kuna wakati majira yanakuwa wazi. Sio kila wakati wa kuolewa. Bwana Mungu mnanisikiliza? Na sio kila wakati wa kufanya kile unachofikiri unaweza ukakifanya wakati wote. Madarasa yaliyopita nilikuambia hata kwenye ndoa sio kila jambo la kuongea wakati wote. Ndio maana wakati mwingine mkiongea mambo mnasababisha ugomvi huko kwenye ndoa, alafu mnatafsiriana vibaya, unasema huyu mume ni mbaya, huyu mke ni mbaya. Lakini shida ni kwamba majira yenu yamegeuzwa ama yamebadilishwa. Maana hata Biblia inatusapoti, inasema neno linalonenwa wakati wa kufaa. Kwa hiyo kumbe neno linaweza likanenwa lakini sio wakati wake. Na likinenwa wakati ambao sio wa kwake, maana lazima litazua ugomvi. Kwa hiyo kwa sababu majira yetu yameharibiwa, ndio maana wakati mwingine unajikuta umezungumza maneno ambayo sio wakati wake, na ukiyazungumza ugomvi unatokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini majira yetu yakirudishwa, utaona hata kwenye ndoa yako utazungumza jambo litakubalika. Maishani kwako, kazini kwako, mahali kwingi utapata kibali. Utakuja kujiuliza, hivi ni mimi ama ni mtu mwingine? Watu wameharibiwa. Tutajifunza watu wameharibiwa sana na shetani. Dr. Asubuhi amezungumza kwa habari ya Mungu alivyomuumba Adamu, kwamba awe kama Mungu. Na ndivyo, si tu kwamba Adamu, akasema si tu kwamba Adamu na wewe. Na ndicho anachokifundisha karibu kila siku, kwamba Mungu anachotaka sasa hivi, anataka huyu mwanadamu aliyeko duniani afanane na yeye kabisa vile alivyo kule mbinguni. Sasa hivyo tukifanana hivyo kwa sababu ya neno ambalo tunalitafakari, hapo ndipo anasema utakusudia neno nalo litafanyika. Hapo sasa ndipo utazungumza neno kwa wakati. Alafu utashangaa hata pale unapozungumza unaomba kwamba ulikuwa wapi muda wote. Usiseme hili jambo linapokelewa, lina mahali lina nasa, lina mahali linaota. Nitakueleza hapo mbele kwamba hata maneno ambayo tutayazungumza ni mfano wa kupanda mbegu.
ambayo